Mpenzi mtazamaji, ni kusalimie katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba niongee na wewe maneno machache hasa ya usuyo kazi ya Mungu iliyoko mbele yetu. Ni ukweli usiopingika katika maandiko matakatifu. Jambo kubwa ambalo Kristo ameliagiza kanisa ni kuhubiri Injili. Na sisi mbele yetu tuna kazi ya kuhubiri Injili kwenye vijiji na kwenye miji. Nimepanga na nimekusudia ndani ya moyo wangu kupita kwenye vijiji kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilishaji wa habari njema za Yesu Kristo, kuhakikisha kwamba siku hizi za mwisho watu wengi wanasikia habari njema na wapate neema pia ya kuokolewa. Lakini maandiko matakatifu yanasema watakwendaje wasipopelekwa, na watahubiriwaje kama hakuna mhubiri? Mbele yetu kuna kazi mbili kubwa. Kazi ya kwanza ni kuiwezesha Injili iweze kufika mahali ambako tunataka tufike. Lakini kazi ya pili ni kununua vifaa ambavyo tutavitumia. Mbele yetu kuna gari la Injili ambalo limetengenezwa maalumu, ni jukwaa, lina vyombo, lina generator na linaweza kwenda kwenye vijiji na kwenye miji. Binafsi nimetembelea kiwanda cha wanaotengeneza. Kama unavyoona hapo kwenye picha, nipo kiwandani. Lakini jukwaa litakuwa la namna hiyo na gari itakuwa ya namna hiyo. Tutaweza kwenda kwenye miji na kwenye vijiji. Ununuzi wa gari hili ambalo tunaweza tukaingia kwenye vijiji na miji ni $150,000. Tukipata $150,000 tunaweza kulipata hilo gari kama lilivyo, na hiyo ni bei ya kiwandani. Lakini tukitaka tuwe kwenye usalama zaidi, tukiwa na $200,000, manake tunaweza kulileta na kulitoa bandarini moja kwa moja. Lakini jambo la pili, sambamba na gari hilo tunahitaji kuwa na pickup. Pickup hii ni maalumu kama ilivyotengenezwa, inaweza kutusaidia kutangaza matangazo kwenye vijiji na kwenye mitaa mbalimbali kwamba kuna mkutano wa Injili huko sehemu fulani na watu wakaweza kuja. Na hiyo pickup gharama yake ni $33,000. Kwa nikuombe ndugu mtazamaji, kupitia mchango wako wa fedha, mchango wako wa hali na mali, unaweza ukachangia hizo gharama. Kwa tukipata $250,000 tunaweza kufanya hii kazi yote ikakamilika. Kushirikishwa kwenye kazi hizi ni Biblia. Ukisoma Injili ya Luka sura ile ya 8 mstari wa 1 hadi wa 3, walikuwepo watu kipindi cha Yesu ambao waliitegemeza kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ikaweza kwenda kwa kasi sana. Biblia inawataja akina Martha, akina Maria Magdalena, akina Suzana. Watu hawa walitoa mali zao kufanya kazi ya Mungu ipate kuendelea. Injili ya Luka sura ya 8, unaona hawa ni baadhi ya watu waliotoa mali zao, wakaenda kwenye miji, wakaenda kwenye vijiji, waliitegemeza huduma ya Kristo Yesu na ikafanyika. Lakini unaposoma Ayubu 41 anasema, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Kazi ya Mungu inahitaji watu ambao wanaweza kuwekeza. Unapoona watu wengine wana magari makubwa, wanatangaza miziki, wanatangaza kadhalika na kadhalika, ni eneo lao. Lakini ni wajibu wa kanisa, ni wajibu wetu sisi sasa kuwekeza kwenye kazi ya Mungu ya namna hii, kuweza kuwaleta watu wengi kwa Kristo. Ni kuombe rafiki yangu na ndugu yangu, unaweza kufanya kazi hiyo kwa kutoa mkono wako wa shirika, kuweza kuisupport hiyo kazi ikapata kwenda sawasawa na mpango wa Mungu aliyouweka mbele yetu. Mambo haya tukiyafanya kwa wema, mambo haya tukiyafanya kwa uzuri, tunaweza kufanya watu wengi wakasikia habari njema sawasawa na neno la Mungu alivyoliagiza. Kwa namba zetu za simu kwa ajili ya maswali na mawasiliano ziko hapo. Lakini pia unaona namba za akaunti za benki, unaweza ukawekeza. Twende vijijini tukahubiri. Nani atakayekwenda kuhubiri? Anaulizwa katika Isaya, ni mtume nani? Nani atakayekwenda? Anasema, nitume mimi, nitume mimi, nitume Bwana. Kwa hiyo ni wakati wa kuitika wito wa Yesu Kristo, tuweze kupeleka Injili na kufungua makanisa kwenye viji na kwenye mijiji. Mungu ni mwema na mwaminifu. Nimeona nikushirikishe neno hili ili uweze kuungana nami katika huduma hii ambayo tunaifanya. Jina la Bwana Mungu libarikiwe.
Unamuandaaje mtoto ili awe na maisha bora? Jibu ni St. Matthews Pre and Primary School, Secondary School na High School. Sisi ni elimu, malezi na usalama kwa mtoto wako. Ada zetu zinazingatia hali ya uchumi na zinalipwa kwa awamu. Shule ipo Mbagala Kongowe, mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Shule ina michepuo yote ya elimu. Mlete mtoto wako shule St. Matthew. Hakuna kufeli. Hatuna ubaguzi wa dini, rangi wala kijinsia. Shule ni za kutwa na bweni. Usafiri ni wa kutosha kutoka nyumbani kwako hata kufika shule. Na kwa watoto wanaolala shuleni, mazingira ni bora zaidi. Waweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo: 0754698845 au 0677058291. Jiunge nasi sasa. St. Matthews Pre and Primary, Secondary School na High School. Sisi kwetu ni elimu, malezi na usalama kwa kila mtoto. Karibu sana. Askofu mkuu wa makanisa ya Christos Assemblies of God Kijichi jijini Dar es Salaam, Mchungaji Florian na Rachel Katunzi akukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi kila Jumamosi kuanzia saa 10 kamili za jioni hadi saa 12 na kuanzia saa 2 kamili za usiku hadi saa 4 ni ibada ya maombi. Na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Maana Bwana asema katika Zaburi 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Ni ndani ya kanisa la Christos Assemblies of God Kijichi jijini Dar es Salaam. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa Mchungaji Katunzi utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Andika kweli 4 za kiimani utakazotumia kurejeshewa kicheko kinyakati. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 14 hadi wa 22. Kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika: haya ndiye anenaye yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu wa kweli, mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu, na yajua matendo yako, ya kuwa ubaridi wala umoto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala ubaridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa asema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe ujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa uketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliyenasikia alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Laodikia ni kanisa linalobeba kipindi cha 7 cha kanisa. Kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza kunisikiliza, viko vipindi 7 vya kanisa na viko vipindi 7 vya dunia. Vipindi 7 vya kanisa
Kipindi cha kwanza kinawakilishwa na kanisa la Efeso, kinaitwa kipindi cha mitume. Kilikuwepo mwaka 33 mpaka mwaka 100 BK. Na kipindi cha pili ni kipindi cha kanisa la Simina, ni kipindi cha mateso ya kanisa, kilikuwepo mwaka wa 100 mpaka mwaka wa 313 BK. Kipindi cha tatu ni kipindi kinachowakilishwa na kanisa la Pergamo, kinawakilisha upagani wa kanisa, kilikuwepo mwaka 313 mpaka mwaka 590. Kipindi cha nne ni kipindi cha maovu ya kanisa, kinawakilishwa na kanisa la Thiatira, kilikuwepo mwaka 590 mpaka mwaka 1500. Na kipindi cha tano ni kipindi cha kanisa la Sardi, ni kipindi cha matengenezo ya kanisa, kilikuwepo mwaka 1500 mpaka mwaka 1700. Na kipindi cha sita ni kipindi cha kanisa la Philadelphia, ni kipindi cha umisheni wa kanisa, kilikuwepo mwaka 1700 mpaka mwaka 1900. Na kipindi cha saba ndiki tulicho nacho, kinawakilishwa na kanisa la Laodikia, ni kipindi cha uvuguvugu wa kanisa, kilianza mwaka 1900 hadi Yesu atakaporudi mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vipindi saba vya kanisa. Kwa haya makanisa saba, leo tunakwenda kuliangalia kanisa la Laodikia kihistoria kidogo. Kanisa hili lipo katika mji wa Laodikia ambao upo kusini magharibi mwa nchi ya Uturuki, katika jimbo la Frigia. Mwanzilishi wa kanisa hili ni Mtume Filipo. Mtume Filipo utamsoma katika Yohana sura ile ya 11 mstari wa 47 hadi mstari wa 51. Mtume Filipo utamsoma. Filipo alikuwa anatoka katika Bethsaida katika jimbo la Galilaya katika nchi ya Israeli. Leo mji wa Laodikia yamebaki ni magofu mji mzima, kwa sababu wenyeji wake walihama wakahamia mji wa jirani unaitwa Pamukkale, ambayo ni sehemu ya mji mkuu wa Denizli katika nchi ya Uturuki. Zamani ilijulikana kama Asia ndogo. Kwa hiyo hapa Pamukkale ndipo Mtume Filipo alimalizia kazi ya utumishi na akaifia imani mahali pale kwa kusulubiwa kichwa chini miguu juu mwaka wa 80 BK. Aliuawa kwa kusulubiwa na kaburi lake lipo eneo hili la Pamukkale. Kwa wale ambao tutafanikiwa kwenda, tutafika kwenye maeneo haya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mtume Paulo anaandika waraka wa Wakolosai, ukisoma Wakolosai 4 fungua mstari wa 12 hadi wa 18, andika, unaona Mtume Paulo analiandikia kanisa la Kolosai, anawaambia waraka huu niliowaandikia muupeleke kwa Walaodikia wausome, na ule waraka niliowaandikia Walaodikia waulete kwenu mkausome. Sasa nisikilize. Wakolosai unayoisoma inaitwa Kolose. Kolose ni eneo ambalo ndio Kolosai, Bwana asifiwe, lipo katika nchi ya Uturuki ya sasa. Kwa wale ambao tafanikiwa kwenda maeneo haya, tutaona hili eneo ambalo Paulo aliandika waraka wa Wakolosai. Sasa ukisoma hapo Wakolosai 4:12 hadi 18, Mtume Paulo anataja kanisa la Laodikia mara 4. Lakini waraka wa Mtume Paulo kwa Walaodikia haupo, ulipotea, lakini wa Wakolosai ndio tunaosoma kwenye kitabu. Mtume Paulo anazaliwa katika eneo la Taso. Paulo wa Taso iko Uturuki. Katika mji wa Taso ndio kwa Paulo anakozaliwa, pamoja na Luka mtakatifu, Dr. Luka aliyeandika Injili ya Luka. Yeye alikuwa ni Myunani, sio Mwisraeli. Yeye alikuwa anaishi Taso, na Paulo ni Myahudi aliyezaliwa Taso. Katika nchi ya Uturuki kuna vitu vingi vya kihistoria, na hivi vitu vingi vilipelekwa huko na Konstantino wa Rumi, ambaye aliamua, Kaisari wa Rumi alipoamua kuwa Mkristo mwaka wa 313, akakomesha mateso ya kanisa, na kuanzia hapo
Kaisari wa Rumi aitwaye Konstantini. Biblia inaeleza waziwazi, ama historia inaeleza waziwazi, yeye aliamua kuwa Mkristo. Kwa hiyo yeye ndiye aliyepeleka vitu vingi vya kihistoria kule, na alifanya kazi kubwa kipindi cha utawala wake, ikiwemo kujenga kanisa la Bethlehem mahali ambako Yesu amezaliwa, akajenga kanisa la Nazareti ambako Yesu alilelewa, akajenga kanisa mahali ambako Yesu alifanya kazi ya ufundi seremala, akajenga kanisa la wachungaji wa kondeni walipokuwa wanakaa. Maji hapa ni kwenye Biblia inasema wachungaji wale walitokewa na malaika, anawaambia kwamba mtoto Yesu amezaliwa Bethlehem ya Uyahudi. Hapa tulipo ni Bethlehem, na hili ni konde ambalo wachungaji walikuwa wanachunga. Historical, ukisoma kitabu cha Ruthu, hii inaonekana kwamba ilikuwa ni shamba la Boaz. Kwa hiyo mara nyingi kwenye Biblia unasoma habari za konde ni nini? Konde lilikuwa ni shamba lilikuwa linamilikiwa na nani? Lilikuwa linamilikiwa na Boaz. Na ukisoma kitabu kile cha uzao wa Yesu, unamuona Boaz anatajwa. Kwa hiyo moja kwa moja hapa niliposimama ni kondeni. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona umuhimu sasa wa kuja nchi takatifu. Vitu halisia vipo, hili shamba limetunzwa, lina miaka na miaka. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Tunaelezwa habari za wachungaji wa kondeni, wachungaji. Sasa humu ndio kama walipokuwa nalala kondoo wao, lakini haya mapango pia ndio walikuwa wanatumia kama nyumba zao wakati wakiwa kwenye shughuli hizi za uchungaji. Nafikiri hakuna jambo kubwa ndani na maelezo ya ziada, isipokuwa kwamba hili pango ni moja wapo ya mapango yaliyokuwepo kwa lengo fulani la kwamba kumbukumbu iwepo ya kihistoria. Nafikiri hata kule kwetu nyumbani mapango yapo, japo yatunzwi, lakini babu zetu walikuwa wanaishi kwenye mapango, ni jambo la kawaida. Karne hizo, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ilikuwa ni shamba, ilikuwa ni pango, walikuwa wanaweka mifugo yao humu, anakuambia wakati wa joto wanakaa humu na wakati mwingine wanakuja. Kwa hiyo kienda Uturuki yako mambo ya kihistoria, kwa mfano fimbo ya Musa iliyogawanya bahari ya Shamu. Lakini bado kule katika nchi ya Uturuki kuna upanga wa Daudi uliomua Goliati, Samueli wa kwanza 16 na 17. Lakini kichwa cha Yohana Mbatizaji, mnakumbuka Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa, kiko Uturuki. Lakini kingine ambacho kiko pale ni mkono wa Yohana uliokatwa ukamea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapotembelea maeneo haya, kikubwa kingine ambacho kinapatikana Uturuki ni mabaki ya safina ya Nuhu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8, katika mlima Ararat iko safina ya Nuhu, mabaki yako pale. Kwa hiyo kienda Uturuki, haya mabaki ya safina, mlima Ararat, ukisoma kwenye Biblia uwezo kujua mlima Ararat uko wapi, paka umefika kule ndipo unaweza kutembelea haya maeneo. Historia ya kanisa imebeba nchi ya Misri, imebeba nchi ya Israeli, imebeba nchi ya Uturuki na imebeba nchi ya Jordan. Kwa mwezi wa 10 mwaka 2026 tunatarajia kutembelea huko kama Bwana Yesu hajarudi, kwa gharama ya dola 4,000 kwa siku 14. Inajumuisha tiketi ya ndege, inajumuisha hoteli za kulala, usafiri wa ndege, usafiri wa mabasi ambao tunatumia. Lakini katika nchi ya Uturuki pia kuna nyumba alikoishi Bikira Mariam katika mlima wa Biribiri. Tutafika eneo hilo. Mpenzi mtazamaji, hii ni nyumba ambayo aliishi Bikira Maria kipindi kile ambacho Bwana Yesu amekufa. Alikabidhiwa kwa Yohana Mtakatifu. Kwa wasomaji wa Biblia katika Injili ya Yohana, anamwambia mama, mtazame mwanao, na mwana mtazame mama yako. Kwa Yohana alikuwa ndiye mchungaji wa kanisa la Efeso, na eneo hili ni eneo la Efeso, lakini Maria aliishi katika nyumba hii. Kwa nyumba hii imetunzwa mpaka leo ipo, na watu wa mataifa mbalimbali kwa ajili ya historia mbalimbali huwa wanafika mahali hapa. Sifa. Amen. Yohana Mtakatifu sura ya 19 ule mstari wa 25 hadi ule mstari wa 27.
Maandiko matakatifu yanasema, na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariam wa Klopa na Mariam Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda sana amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu siku ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Kwa hiyo hiki ndiko chanzo kabisa cha Yohana Mtakatifu kumleta Mariam au Bikira Maria kuja naye huku Efeso, ambako yeye ndiye aliyekuwa mchungaji wa kanisa hili la Efeso. Bwana sifiwe sana. Lakini historia kama historia ya huyu Bikira Maria kuja kuishi humu, ni vizuri kama mwanatheolojia kwamba andiko hili sasa unaliona, na hii nyumba ndiyo aliyoishi karne hizo. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Lakini ukiingia Uturuki yako makanisa ambayo yalijengwa pia pale kwenye mji ambao unaitwa Konstantinople. Konstantinople ndio Istanbul ya sasa. Kuna kanisa la Hagia Sophia. Mpenzi mtazamaji, hili ni kanisa moja wapo lingine ambalo lilikuwa ni kanisa lilijengwa, watu wa Mungu walikuwa wanasali humu. Nafikiri kwa macho yako naona sasa umegeuzwa kuwa msikiti, na watu wa UNESCO wamelichukua sasa, limebaki kuwa jengo la makumbusho, lakini moja wapo ya makanisa makubwa ambayo yalikuwepo karne hiyo. Kwa tunaposema Ukristo hapo ulikuwepo, Uturuki kweli ulikuwepo, lakini sasa haupo. Kama nyumba ya Mungu unaiona sasa hivi juu ni msikiti. Kwa tunaposema watu waje kujifunza ama kuona, basi mambo ya kujifunza pia moja wapo ni haya. Mungu anaposema ataliondoa kanisa ama atamfuta mtu, kwa hiyo wakati mwingine watu wao wanafutwa namna hiyo. Ndio maana Bwana Yesu akasema shika sana ulicho nacho. Kwa ina maana tusiposhika tulicho nacho yanaweza kutokea mambo mabaya na ya kusikitisha kama unavyoona sasa hapo. Mungu akubariki. Kuna kanisa la Hagia Irini sasa ni msikiti. Yamegeuzwa hayo makanisa kuwa misikiti kwa sababu tumesoma kitabu cha Ufunuo, analiambia kanisa la Laodikia kwamba nitakutapika. Kanisa lilipotapikwa maana yake likaondoka alipo. Maeneo yake yote sasa hayapo, yamebaki ya kihistoria ambayo yapo tunayatembelea kwa sababu yanatunzwa na Umoja wa Mataifa. UNESCO ndio wanatunza maeneo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende Mwanzo 21 mstari wa 6. Sala akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Kwa hili Mungu akufanyie kicheko kinyakati, lazima uzingatie kweli 4 zifuatazo. Kweli ya kwanza, uwe shahidi mwaminifu na wa kweli, ili Mungu akufanyie kicheko kwa wakati. Uwe shahidi mwaminifu na wa kweli, ili Mungu akufanyie kicheko kwa wakati. Ufunuo 3:14. Haya ndiye anenaye yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Shahidi aliye mwaminifu. Kwa hapa Yesu anajitambulisha kama shahidi mwaminifu. Maana yake Mkristo aliyemwamini Yesu akitaka Mungu amfanyie kicheko, lazima azivae chapa za Kristo kwenye maisha yake zinazoitwa uaminifu na kweli. Kwa Yesu anajitambulisha kwamba yeye ndiye shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Kwa Mkristo haishi maisha yake, bali anaishi ndani ya Kristo aliye mwaminifu na wa kweli. Yohana 15 mstari wa 1 hadi wa 6. Kaeni ndani yangu. Wapi? Kwenye uaminifu. Kaeni ndani yangu. Wapi? Kwenye uaminifu. Sasa mwingine anafika ndani ya Yesu, ni kwenda kanisani ukakaa alafu kamsikiliza mchungaji. Hapana. Yesu anajitambulisha yeye ni shahidi mwaminifu na wa kweli. Kwa Yesu anasema mimi ndiye niliye shahidi mwaminifu na wa kweli. Ufunuo 3:14 na kukumbusha tu. Kwa lazima uhakikishe maisha yako, kama unataka Mungu akurejeshe kicheko, uwe mwaminifu na wa kweli.
Tunasoma Waebrania 11 mstari wa 8 hadi 22, tunamuona Sara na Ibrahimu. Biblia inasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika toka aende mahali pale alipopapata kuwa urithi, akatoka asijua aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akakaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile, maana alikuwa akiutumainia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili hayo wakazaliwa mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota ya mbinguni wingi wao, na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Kwa hapa tunamuona Sara anaposema Bwana amenifanyia kicheko. Biblia inamtaja Sara na Ibrahimu kama watu waaminifu ambao walisubiria ahadi ya Mungu kwa wakati na kwa majira. Kwa watu wengi tunapishana na Mungu kwa sababu tunataka Mungu atufanyie kicheko, wakati sio waaminifu na sio wa kweli. Twende Mwanzo 22:1-18. Unamwona Ibrahimu alipokwisha pata Isaka, Bwana anamwambia amtoe Isaka kuwa sadaka. Kwa sababu ya ule uaminifu, Ibrahimu alimbeba Isaka akaenda mpaka kwenye mlima wa Moria, akajenga madhabahu, akamlaza kwenye madhabahu kumtoa sadaka. Uaminifu wa Ibrahimu kwa Mungu hakumzuilia sadaka ya mwanae wa pekee. Kwa hiyo mtu ambaye ni shahidi mwaminifu yuko tayari kuifia imani, yuko tayari kuitetea imani, yuko tayari kuipigania imani. Bwana akamwambia Ibrahimu, kwa sababu ukunizuilia. Kwa kanisa la Laodikia, Bwana Yesu anapolitokea analiambia kwamba wewe kanisa la Laodikia, mimi ndimi niliye shahidi. Shahidi maana yake ni mtu ambaye anathibitisha kile alichokiona ama kilichotokea. Kwa hiyo Yesu ni shahidi mwaminifu, analiambia kanisa sasa, mimi ndiye niliye shahidi wa mwaminifu na wa kweli. Maana yake mkitaka niwarejeshee kicheko, lazima mkubali kuwa waaminifu na wa kweli. Kwa wakati nasoma hili andiko, nikaona kuna vitu 4 vya kujifunza. Kwa jambo la kwanza, lazima uwe mwaminifu na mkweli ama wa kweli. Jambo la pili, kweli ya pili, ili Mungu akufanyie kicheko kwenye maisha yako ya kiroho na kiuchumi, usitumie akili zako katika kujikwamua kiuchumi. Usitumie akili zako katika kujikwamua kiuchumi, bali mtumaini Bwana ili akurudishie mafanikio yako ya kiuchumi kinyakati, kwa kuvibarikia vyanzo vyako vya mapato. Usitumainie akili zako katika kujikwamua kiuchumi, bali mtumaini Bwana ili akurudishie mafanikio yako kiuchumi kinyakati, kwa kuvibarikia vyanzo vyako vya mapato. Hiyo ni kweli ya pili. Ufunuo 3:17. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Usitumainie akili zako. Kwa hapa tunaona kanisa la Laodikia. Kanisa la Laodikia lilimkataa Mungu. Mstari wa 17 anasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha. Kwa hapa tunaliona kanisa linajisifia kwamba lenyewe ni tajiri na limejitajirisha. So
ili Bwana akufanyie kicheko, lazima uache kutumainia akili zako mwenyewe. Kama unataka Mungu akufanikishe kwenye maisha yako kiuchumi, acha kutumainia akili zako mwenyewe. Kanisa hili lilijitumainia lenyewe, likasema ni tajiri, halihitaji kitu. Bwana akalitapika. Kwa Wakristo wengi wanakwama na wafanikiwi kwenye maisha yao kwa sababu ya kutumainia akili zao wenyewe. Anasema kwa kuwa umesema, maana yake umejisifia, unajiona ni tajiri, uhitaji Mungu kusaidia. Mungu anasema ni makosa. Kama unataka Mungu ashughulike na wewe, acha kutumainia akili zako mwenyewe. Kwa hili Bwana akufanyie kicheko, anasema Yoeli 2, andika mstari wa 25 hadi 27, atakurejeshea miaka yako iliyoliwa. Yoeli 2:25, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa ililolituma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimili jina la Bwana Mungu wetu, aliyewatendea mambo ya ajabu. Na watu wangu hawatatayari kamwe. Nanyi mtajua kuwa mimi ni Bwana katika Israeli, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayari kamwe. Sema amen. Miaka inawakilisha nyakati zilizobeba uchumi. Miaka inawakilisha nyakati zilizobeba uchumi ndani. Kwa ili Bwana akurejeshee kicheko, lazima kwanza akurejeshee miaka. Kwa kuna nyakati za kufanikiwa, lazima ufanikiwe. Kwa Bwana analiambia taifa la Israeli kipindi hiki wako uhamishoni Babeli, anawaambia miaka yenu 70 imeliwa. Maana yake miaka 70 taifa, watu wa taifa hawakufanya chochote. Sasa anamtuma nabii Yoeli, anamwambia nenda kawaambie nitawarejeshea miaka yao iliyoliwa. Kwa hiyo hawa wanaokula, wanaokunyima kicheko kwenye uchumi wako, hawali bidhaa, wanakula miaka yako. Uchumi hauko kwenye vitu, bali upo kwenye miaka. Ili ufanikiwe, lazima ujifunze kuombea miaka yako. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 9, kwa kila jambo kuna majira yake. Kuna wakati wa kupanda, lazima upande. Kuna mwaka wa kupanda, lazima upande. Kuna mwaka wa kuvuna, lazima uvune. Kuna mwaka wa kuwekeza, lazima uwekeze. Kuna mwaka wa kuzalisha, lazima uzalishe. Tambua nyakati ili ujue cha kufanya kwa wakati. Kwa hawa nzige walikula miaka. Kwa leo Mkristo, ukiona miaka yako ni 30 na maisha yako ya kiuchumi hayana miaka 30, ombea miaka yako. Wakristo wengi hatujui kuomba, na kama tunaomba kwa kukalili. Bwana anasema nitakurudishia miaka, hajakwambia nakurudishia bidhaa. Kwa maana yake kuna watu wana miaka haina chochote ndani. Unaweza ukawa na miaka 50 lakini una uchumi wa miaka 50. Kwa ni mpango wa Mungu, wewe kadri unavyokuwa na uchumi wako unakuwa. Mungu aliweka uchumi kwa Adamu, kadri miaka yake ilivyokuwa inaongezeka na uchumi wako unaongezeka. Kwa leo kama una miaka 30 bado ni kula kulala, ombea miaka yako ya 30 Mungu aweke uchumi. Kama una miaka 25 wewe bado ni kula kulala, ombea miaka yako. Bwana anasema nitakurejeshea miaka yake iliyoliwa.
Kwa leo tuna watu ambao maisha yao ya kiuchumi hayalingani na umri wao. Mpango wa Mungu, umri wako na uchumi wako viendane. Kwa pointi yangu ni miaka yako ambayo haina kicheko. Muombe Mungu akupe kicheko kwenye miaka yako. Kwa mahali hapa tunataka tuangalie nini? Ombea miaka yako ili Mungu aibarikie miaka yako. Kama ulicheleweshwa na akina Nebukadneza, leo Bwana akurejeshe kicheko, akupe miaka yako iliyoliwa, kwa sababu uchumi wako umefungamanishwa na miaka yako. Nitakurejeshea miaka yako iliyoliwa. Kwa kitu kimoja wapo kinachowanyima watu wengi wa Mungu furaha na kicheko ni uchumi mbovu. Mara nyingi tunapokwama tunakosa furaha. Sasa ili furaha irejee, si swala la kuombewa na baba mchungaji, ni swala la kuombea miaka yako. Kuna watu tangu tuzaliwe tunatembea kwenye mateso. Unamuona Yabesi alikataa huzuni. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10, Yabesi aliombea miaka yake. Anasema, Bwana, naomba unirejeshe miaka yangu niliyozaliwa ya huzuni, unibarikie kweli kweli. Kwa anakataa kipindi cha huzuni, anaita kipindi cha kicheko. Kwa hapa nataka nikufundishe kuomba, kuombea miaka. Miaka yako iko mingapi? Miaka yako ya biashara, miaka yako ya kazi, miaka yako ya ndoa iendane na matokeo ya kile ulichokiwekeza. Shida tulio nayo ni kutokujua kuomba. Bwana anasema nitakurejeshea miaka. Kuna jioni ya leo tutakwenda kuombea miaka yako. Inawezekana una umri fulani usiokuwa na kipato, una miaka isiyokuwa na matunda. Leo Bwana akumbuke, akurejeshe miaka yako, akurejeshe kicheko, akurejeshe furaha. Mahali ambako miaka yake ilikamatwa, Bwana akutendee. Sema amina kwa jina la Yesu. Nitakurejeshea miaka. Inawezekana ulisoma ukafeli, Bwana akurejeshe miaka ya masomo yako. Kwa hapa tunaona Mwanzo 21 mstari wa 1 hadi wa 6, Sara anarejeshewa miaka yake 25 ya ndoa bila mtoto. Ibrahim na Sara wamekaa kwenye ndoa miaka 25, hawana mtoto. Bwana akamrejeshea Sara, akapokea uwezo, akabeba mimba. Maana yake mwaka wa kwanza hakuwa na uwezo, mwaka wa pili hakuwa na uwezo, mwaka wa tatu hakuwa na uwezo, mwaka wa 24 Waebrania 11:11 Sara akapokea uwezo. Inawezekana unafanya biashara, una uwezo, unafuga, una uwezo, unalima, una uwezo wa kutajirika. Leo Bwana akupe uwezo, utajirike kwenye kazi zako, utajirike kwenye biashara yako, utajirike kwenye elimu yako. Bwana akupe uwezo. Uwezo umebeba kicheko. Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema, mimi ni Mungu nikupaye nguvu za kupokea utajiri. Sio kila mtu alivyopanga ndivyo ilivyotokea. Una uwezo ukapanga wakapangua, lakini jioni ya leo utakalolipanga na utakaloliomba linakwenda kutokea kwenye maisha yako. Kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu. Sara akarejeshewa kicheko, alikisubiria miaka 24. Kwa inawezekana na wewe uko hapa, kuna kitu umekisubiri miaka mingi. Kama Mungu alipanga uzae watoto wengi na wewe sasa huna mtoto, leo Bwana anapokurejeshea miaka yako, atawabeba wote waliozuiwa, watazaliwa double. Utapata furaha na mume wako, utapata furaha kwenye maisha yako. Pokea kwa jina la Yesu uwezo wa kuleta kicheko. Kweli ya tatu, ili Mungu akurejeshe kicheko, muombe Bwana afufue kazi yako kinyakati. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 18 na wa 19.
Anasema nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho yako ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Bwana anasema ukanunue. Nakupa shauri ununue kwangu. Palipo na kununua pana kuuza. Kwa Bwana analipa shauri kanisa la Laodikia lijue namna ya kwenda kwenye madhabahu ya Bwana kufanya toba itakayosababisha uchumi wa kanisa, uchumi wa Mkristo upate kurejea kinyakati. Bwana anasema nakupa shauri. Maana yake hili kanisa lilipoteza kicheko. Bwana analiambia njoo ununue. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19 hadi 21, kazi mojawapo ya toba ni kukurejeshea nyakati za kuburudika. Kwa Mkristo, unapotubu dhambi zako upaswi kuendelea kuteseka. Kama unateseka, Bwana leo anasema njoo ununue. Kosa kubwa tunawaambia watu wasiokuwa na neno linalowatangulia. Mtu asikilizi neno, anataka umuombee. Bwana anasema nakupa shauri, njoo kwangu ununue. Maana yake kwa Yesu kuna vitu vya kununua, kuna bidhaa. Kwa ili Mungu afue kazi yako katikati ya miaka, lazima ufahamu kwamba kusudi la Mungu mojawapo ni kuhakikisha wewe na mimi tunakuwa matajiri. Uwe tajiri kiroho na uwe tajiri kiuchumi. Njoni kwangu ununue. Habakuki sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Habakuki anaomba, anasema Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka. Maana yake miaka ilibeba kufa, miaka ilibeba mapooza, miaka ilibeba hali mbaya, miaka ilibeba hali ya huzuni. Ya Habakuki anaomba, anasema Bwana fufua. Kwa nabii alipoomba ufufuo, maana yake aliona hali ya kufa ndani ya miaka. Mwaka 2026 usipoombea uchumi wako utakufa. Mwaka 2026 usipoombea Mungu afufue uchumi wako utakufa. Nilishasema, narudia tena. Siku za nyuma niliwaeleza hapa kwamba mweke akiba. Tunakwenda kupita kwenye hali ambayo ni uchumi usioeleweka. Kwa jinsi gani hatukujua, lakini sasa tumeanza kujua. Na kama hujajua utajua. Kwa ni lazima kama kanisa uanze kuombea haraka iwezekanavyo miaka yako kiuchumi. Kwa Habakuki anaomba, anasema Baba fufua kazi katikati ya miaka. Omba Mungu afufue uchumi wa taifa hili. Omba sana my friend. Wenye haki wakinyamaza, wakaacha kuomba, taifa linazama. Nimeweka walinzi juu ya Tanzania, hawatanyamaza usiku wala mchana, lakini nyinyi mmenyamaza, mnakataa maombi. Wanangu, tambua nyakati, ujue cha kufanya kwa wakati, ili Mungu akufanyie kicheko kwa wakati. Maombi yaliyochelewa hayaletagi majibu. Ninge uja baada ya. Kunaomba macho yako yafumbuke. Muombaji uomba. Ombea miaka, ombea mwaka. Mwaka 2025 kwenda mwaka 2026 usiwe mwaka wa shetani. Uwe ni mwaka wa neema, uwe ni mwaka wa baraka. Bwana anaweza kukupa mwaka wa neema badala ya mwaka wa njaa. Omba. Mwambie Mungu tunakataa mwaka wa shetani ndani ya taifa. Kataa mwaka wa utendaji wa ibilisi. Tusimpe shetani nafasi, tumpe Mungu nafasi. Kwa Habakuki anaomba kwa sababu shida haikuwa kwenye kinachofanyika, shida ilikuwa kwenye mwaka.
Anasema, Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka kumbuka rehema. Mwisho wa mwaka huu 2025 tumwambie Bwana akumbuke rehema, na rehemu taifa letu, na rehemu watu wetu, na rehemu nchi yetu, tusiingie kwenye majanga mazito. Yeremia 20:14 anasema, na inalaaniwe siku niliyozaliwa, isibarikiwe siku ile iliyonizaa, alionizaa mama yangu, na alaaniwe mtu yule aliyemletea baba yangu habari akisema, amezaliwa mtoto mwanaume akimfurahisha. Mtu huyo na awe kama miji ile ambayo Bwana aliangamiza, isijute, na asikie kilio asubuhi na kelele za fujo azuhuri, kwa sababu hakuniua nilipotoka tumboni, na hivyo mama yangu angekuwa kaburi langu. Yeremia anasema, mama yangu angekuwa kaburi langu, maana yake ningefia tumboni. Kwa nini nimezaliwa nione mateso? Yeremia anasema, mimi ni mtu niliyeona mateso mengi tangu azaliwe. Yeye ni mtu wa huzuni, anaomboleza, anasema, tumbo la mama yangu lingekuwa kaburi. Kaburi kinazikwa kilichokufa. Kuna watu hapa maisha yenu yamezikwa toka tumboni kwa mama zenu, hamna maisha. Leo Bwana anakwenda kulifufua tumbo la mama yako, tumbo la mama yako, tumbo la mama yako lisiwe kaburi lako. Walizika uzao wako, kwamba huyu mama anazaa, huyu mama anazaa, lakini anazaa kwa kaburi la mtu linaweza kuwa tumbo lililomzaa. Leo ombea tumbo lililokuzaa. Ibariki siku ile uliyozaliwa, mwaka wa kwanza wa kuzaliwa kwako, mwaka wa pili wa kuzaliwa kwako. Tamka uwe ni mwaka wa furaha, uwe ni mwaka wa kicheko, usiwe mwaka wa huzuni. Unaweza ukawa na miaka imefungwa siku ulipozaliwa, day one. Anasema badala ya furaha asikie kelele za huzuni asubuhi. Yuko mtu hapa tangu uzaliwe wewe ni wa huzuni. Maisha yako yamekuwa na huzuni. Umetembea kwenye huzuni, kazini ni huzuni, kwenye ndoa ni huzuni, kwenye elimu ni huzuni, kwenye huduma ni huzuni. Ilitoka wapi? Kwenye tumbo la mama. Wanaroga mama, wanamwambia azae huzuni. Yeremia anasema kaburi, tumbo la mama lingekuwa kaburi. Jioni ya leo miaka yako iombee toka tumboni kwa mama yako. Unaweza ukajiona una maisha, kumbe ulitakiwa na maisha zaidi ya haya. Ombea siku uliyozaliwa. Tumbo la Mariam linabarikiwa na tumbo la mama yako libarikiwe, hata kama kafa. Kwa sababu tunapoomba kufufua, tunafufua kilichokufa. Kama unarara mama yako alishakufa, unaota unaye kaburini wakati uko da, maana yake unaishi kaburini na mama. Yule unayemuota unaye marehemu, maana yake unaye. Kwa leo tangaza kuachana na huyo marehemu, mwambie Bwana wewe ni Mungu aliye hai, natangaza kufufuka, natangaza kufufuka. Kama unanielewa sema amina my friend. Kabla ya 4 andika hivi: nyakati za mtu zinabeba kilichobebeshwa ndani. Nyakati za mtu zinabeba kilichobebeshwa ndani kiroho. Yaani kama miaka yako imebebeshwa umaskini, utaubeba. Kama miaka yako imebebeshwa magonjwa, utayabeba. Kama miaka yako imebebeshwa hasara, utaibeba. Kama miaka yako imebebeshwa mahangaiko, utayabeba, mpaka utakapojua kuombea miaka na kuibebesha unachotaka ibebe. Kama miaka yako imebebeshwa huzuni, utaubeba huzuni. Kama miaka yako imebebeshwa umaskini, utaubeba umaskini. Kwa hiyo unapoombea miaka, ibebeshe unachotaka miaka yako ibebe. Lakini wengi wenu ikifika tarehe ya kuzaliwa, unachokumbuka ni ukata keki. Hata keki tule basi, hata kusema kaneno kokote. Zaidi una sala ya kuombea keki na kuasha mishumaa wakati wenye giza.
Tusikimbilie kwenye makeki, tukimbilie kwenye maombi. Birthday ni nini? Ni ukumbusho wa kile kilichobebwa siku ile ulipozaliwa. Kama una miaka yako haina product, haina matokeo, haina uzazi, haina furaha, haina kicheko, unapokula keki unakula miaka yako. Sasa usimeze matakataka, anza kuombea miaka yako. Kama miaka yako haijabeba unachotaka ubebe, si unakijua, ibebeshe. Kama una miaka 40, kila siku kiombea mwaka mmoja, maana kuna siku 40 za kuomba. Zaburi ya 30:10-11. Bwana amenivua gunia akanivisha furaha. Na jioni ya leo Bwana akuvue gunia, akuvishe furaha. Bwana akuvue gunia, akuvishe furaha. Kama unanielewa nataka nisikie amina. Kumbe mtu anaweza kuvaa gunia, anaweza kuvaa huzuni, anaweza kuvaa shida. Kumbe huzuni ni vazi na furaha ni vazi. Chagua leo unavaa nini. Chagua mwaka huu unavaa nini. Chagua mwaka kesho utavaa nini. Unachoomba kuvaa Mungu atakuvisha. Twende namba 4. Andika. Ili Mungu akufanyie kicheko, tambua nyakati za kutoa sadaka. Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Sema amina. Sadaka inasimama kwenye lango la mbingu kunena kinyakati. Tazama nasimama mlangoni. Nani? Yesu. Yesu ni sadaka, Yohana 3:16. Kwa sadaka Yesu inawekwa mlangoni. Kwa mtoa sadaka lazima atambue wakati wa kuweka sadaka kwenye mlango Yesu. Hagai sura ya 1. Hagai sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 10. Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana likajia kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo na mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Watu hawa mstari wa 2 walisema, huu sio wakati. Muda wa kutoa sadaka ndiyo muda wa kufanyiwa kicheko. Swara hapa sio sadaka, swara hapa ni muda wa kutoa sadaka. Kwa shida haikuwa kwenye sadaka, shida ilikuwa muda wa kutoa sadaka. Watu hawa walikuwa na sadaka, hawakuzitoa kwa muda. Wakati sadaka zinahitajika, wao wanakimbilia nyumbani kwao. Shida haikuwa kwenye kutoa sadaka, bali lini watoe sadaka. Usipotambua wakati wa kutoa sadaka, utapishana na Mungu ndani ya wakati. Kusudi la Mungu limefungwa kinyakati. Usipotambua wakati wa kutoa sadaka, utapishana na Mungu ndani ya wakati. Matokeo yake utapata mshahara, utaweka kwenye mfuko uliotoboka. Matokeo yake utapata mshahara, utauweka kwenye mfuko uliotoboka. Kwa nini? Hujatoa sadaka kwa wakati. Anasema mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Maana yake mnalima, mnafuga, lakini mavuno, faida ni ndogo. Watu wengi wa kanisa si kwamba wafanyi kazi, wanafanya lakini hawakui. Shida sio kufanya kazi, shida wakati wa kutoa sadaka. Shida sio sadaka, shida sio mshahara, shida sio biashara unaofanya. Mshahara unapata, biashara unafanya, unalima, unafuga, lakini haviongezeki. Sasa hoja ukisoma pale ukaangalia, Mungu haongelei sadaka, Mungu anaongelea muda. Hagai 1 mstari wa 2 hadi wa 10, Mungu haongelei sadaka, Mungu anaongelea muda. Watu baada ya kuleta sadaka, kila mtu alienda kufanya mambo yake. Kwa swala la kutoa sadaka linaenda na kanuni ya muda. Watu
watu hawa wanasema huu sio wakati. Kitabu cha Yoeli sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 20, Biblia inasema, jikazeni mkaomboleze enyi makuhani, pigeni yowe enyi wahudumu wa madhabahuni, njoni mlale usiku kucha katika magunia enyi wahudumu wa Mungu wangu, kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiwa katika nyumba ya Mungu wenu. Yoeli anasema tulie na tuomboleze. Anasema muda wa kutoa sadaka umezuiwa. Kwa kama sadaka ikizuiwa ndani ya muda, kutatokea nini? Yoeli 1:17, mbegu itaoza, biashara zitaoza, mitaji itaoza, kwa sababu sadaka imezuiwa. Sadaka ikizuiwa, usiitoe kwa wakati, kitakachozaliwa ni Yoeli 1:17, unachokifanya kitaoza. Mnafanya kazi, mnaweka kazi, mnafanya biashara, mnaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Ilitoboka saa ngapi? Ili biashara yako na maisha yako yasiwe na huzuni ya kimaisha, lazima utambue wakati gani wa kutoa sadaka, na utoe sadaka kwa wakati. Anawaambia makuhani, wahudumu wa madhabahuni, nendeni mlale na muomboleze, sadaka imezuiwa. Kwa wakati sadaka inawekewa zuio, sadaka zikiwekewa zuio, maana yake ya maisha ya mtu wa Mungu kiroho yamezuiwa, kwa sababu sadaka zako zilipo ndipo na Mungu yupo. Sadaka zikizuiwa, maana yake mzunguko wa kimungu kwenye mfumo wako wa uzalishaji mali umezuiwa, kwa sababu Mungu anaingia kwenye mzunguko wako kupitia sadaka. Mungu anaingia kwenye biashara zetu pale tunapompa, na yeye anaendelea kutupa. Si sawa? Sasa wewe unawekewa uzito usitoe sadaka, hata kama unayo usiitoe. Kwa swala hapa sio sadaka, swala muda wa kutoa sadaka. Siongelei sadaka, naongelea muda. Tunaenda kuangalia mifano. Mfano wa kwanza, mfano wa Nuhu. Nuhu alitambua wakati wa kutoa sadaka na akatoa sadaka inaitwa malimbuko. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 15 hadi 22, Biblia inasema Nuhu alipotoka ndani ya safina pale kwenye mlima Ararat, jambo la kwanza alijenga safina. Amekaa ndani ya safina. Sasa anatoka ndani ya safina, anatoka kwenye maangamizi, anatoka kwenye huzuni, anatoka kwenye mabaya. Kila kitu alichokiacha duniani hakipo, anaanza mwanzo mpya. Dunia aliyoiacha hakuikuta, biashara alizoziacha hakuzikuta, viwanda alivyoviacha hakuvikuta. Kila kitu kilikuwa hakipo. Naongea tena, dunia kipindi cha Nuhu iligarikishwa. Kama ni viwanda, kama ni teknolojia, zote zilikuwa hakuna. Sasa ametoka Nuhu ndani ya safina, hatuoni anaanza kulima, alianza kutoa sadaka inaitwa malimbuko. Tazama nasimama mlangoni, kwenye mlango wa msimu mpya. Lazima weke mlangoni, kwenye mwanzo wa mwaka wako weka limbuko. Mwambie Mungu, nibebe miezi 12. Tazama nasimama mlangoni. Biblia inasema Nuhu akatoa malimbuko, akaweka sadaka langoni. Angalia Mungu alichokisema. Bwana alipoiona ile sadaka, akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akatoa tamko kwenye lango, kuanzia leo sitamlaani mwanadamu. Tazama nasimama mlangoni nabisha. Nuhu akaweka sadaka. Mwanzo 8:15 akajenga madhabahu, akatoa sadaka. Ya nini? Hajalima, hajaanza kufuga, hajaanza kuzalisha chochote, lakini kwa sababu alianza na Mungu. Ayubu 41:11, nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Kwa Nuhu anaweka sadaka, manaka anafungua rango.
Mithali 3:9-10, umheshimu Bwana kwa mali yako, umheshimu Bwana kwa malimbuko ya kazi zako. Ukitaka Bwana akurejeshe kicheko kwenye mwaka wako, weka malimbuko mwanzo wa mwaka. Mwanzo 9:8-17, Bwana anamfanyia Nuhu kicheko. Bwana akaweka agano, akamwambia Nuhu, kwa sababu umeweka malimbuko yako, umeweka sadaka yako, mimi naweka agano nawe na uzao wako, sitagharikisha tena mwanadamu. Ndiyo chanzo cha upinde wa mvua. Rainbow. Unapoona upinde wa mvua, wangapi wanafahamu upinde wa mvua? Ukiuona, hiyo ni sadaka ya Nuhu. Wakati mvua inataka ishuke ilete gharika, Nuhu sadaka yake inasema, tulishapatana Mungu, usigharikishe dunia. Tazama, nasimama langoni, lango linabeba msimu mpya. Kama unataka uwe na msimu mpya wa kiroho, msimu mpya wa kiuchumi, weka limbuko langoni mwanzo wa mwaka. Warumi 11:16 anasema, malimbuko yakiwa matakatifu, donge zima ni takatifu. Kwa unapotoa malimbuko, kinachobaki kinakuwa kimetakatifuzwa. Kwa hiyo utafanikiwa utokapo, utafanikiwa uingiapo. Toa sadaka ya malimbuko kwa wakati. Mfano wa pili ni wa Ibrahimu. Ibrahimu alitoa zaka kwa wakati. Ninaongelea kutoa sadaka kwa wakati. Unaweza ukawa unatoa zaka lakini sio kwa wakati. Mimi naongelea kutoa sadaka kwa wakati. Kwa Ibrahimu alitoa zaka kwa wakati. Mwanzo 14:17-20. Biblia inasema Ibrahimu alipotoka kumpiga Kadoroama, akatoa fungu la 10 la vitu vyote kwa Melkizedeki kuhani wa Salemu. Wakati gani? Alipotoka. Hakuanza kwenda kula nyara, alianza kutoa zaka. Kwa zaka haipaswi kucheleweshwa kuipeleka madhabahuni. Usianze kutumia ulichopata, anza kutoa cha Mungu. Usitoe zaka kama ushuru, kwamba nitapeleka tu hata mwezi ujao. Hapana, zaka itolewe kwa wakati, ili kufungulie milango kwa wakati, kwa sababu zaka sio kodi. Zaka ni kitu kinachotakasa kile ulichobaki nacho. Yaani kama ungekuwa ni ugali, upaswi kula ugali tonge hata moja, kwanza umege tonge la Mungu. Sisi tunafanya makosa, unachukua tonge unaliweka pembeni, zilizobaki unaanza kutumia wakati hujaombewa. Narudia tena, ukipata anza kutoa zaka, usianze kutumia ili itamkwe baraka ndipo uende utumie. Sio swala kwamba nimechukua bahasha nimeweka halafu zilizobaki ni za kwangu natumia. Ukifanya hivyo ndio maana tunarogwa na tumeokoka. Unaanza kula kabla hujaombewa. Ni kama nilivyotoa mfano akina mama, mnaanza kula chakula jikoni cha kuonja kabla mjapakua. Mnaenda kuombea cha mezani, kingine kiko tumboni. Wakina mama sisi tunaanza kuonja kule jikoni. Tunaanza kula na nyama kidogo unakata unaonja kama imeiva, halafu maombi yanafanywa kwenye chakula. Kwa nini usiombee vibichi ili unapopika vimesha takatifuzwa, hata ukila umekula vitakatifu? Hasa hapa tunaongelea muda wa kutoa sadaka. Wengi tumefanya makosa, si wewe si mimi. Tunazichukua tunaziweka bahasha pembeni hapa, halafu zinazobaki tunaendelea nazo. Unasema nimetoa zaka. Sasa hapo umetoa kodi. Zaka iitwe zaka mpaka ifike madhabahuni. Sisi tunafanya kwa mazoea, wametupotosha, kwa sababu wale wazee walikuwa wanatuchaji kama kodi. Tofautisha mtu anayechukua zaka kama kodi na mtu anayechukua zaka kama kitu cha kiroho. Ni watu wawili tofauti. Ukitoa zaka kama kodi, toa wakati wote. Ukitoa zaka kama connection, ni kitu kidogo lakini kina maana sana. Na adui amelizubaisha kanisa, linachukua zaka kama kodi ya maendeleo. Kwa hakuna uhusiano wa mtoa zaka na marango ya mbingu.
Kwa sababu nasema usipotoa zaka huwezi kuwa muumini. Nitasema hivyo kwa sababu nataka zaka. Mimi sipo kwenye kutaka zaka, nipo kwenye kufundisha uhalali wa kutoa zaka na umuhimu wa kutoa zaka. Peleka sadaka madhabahuni, mwambie kuhani aniombee. Haya, ngoja nikupe mfano na upata hapa. Angalia Samueli wako. Twende sura ya 2 mstari wa 12. Kisha Elikana akaenda Rama. Basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu. Sema amina. Hawakumjali Bwana wala haki ya makuhani iliyokuwa kwa watu. Wakati huo mtu yoyote aliyetoa dhabihu wakati wote, ndipo huja mtumishi wa kuhani nyama ilipokuwa katika kutokota, naye akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake, naye huutia kwa nguvu humo chunguni au birikani au sufuriani au chomboni. Nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe. Ndivyo walivyofanya huko Shilo hao wana wa Israeli wote waliokuja huko. 15. Tena kabla ya kuteketeza mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa, bali nyama mbichi. Tena ikawa mtu yule amwambia, hawakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utwae kadiri ya roho yako itakavyopenda. Ndipo usema, sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi, la unipi basi nitaitoa kwa nguvu. Hivyo dhambi ya hao wana vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Sema amina. Kwa hao wana wa Eli walidai kula nyama kabla ya kuichoma kwenda kwa Mungu. Ndio kosa lao. Kwa hiyo mtoa sadaka anamwambia mtumishi, ngoja kwanza tumtolee Bwana, halafu nyama sinabaki utakula kwa kadiri ya uwezo wako. Anasema hapana, naanza kula mimi. Si kama umenielewa? Kosa si nyama kuliwa, kosa kula nyama kabla ya. Niliwahi kupewa kuchemsha nyama mwaka 1981. Mimi sikujua kama baba akahesabu zile nyama, zile finyango zile. Kwa nilipochemsha zikaiva, nikaanza kuangalia. Huwa naonaga mama anaonja. Kumbe mimi nimetegwa. Nikapiga mnofu wa kwanza ukaenda vizuri, nikapiga wa pili ukaenda vizuri, nikapiga na watatu. Baadaye sisi kwetu huwa tunapika ndizi na nyama humo humo. Ndizi zimeshamenywa zikawekwa, nikaambiwa endelea bwana, nikaendelea. Chakula kilipopakuliwa, nikaona mzee, mama alikuwa amesafiri. Kaona baba anapita na uma, akapiga ya kwanza moja, nikamwangalia baba, nikaona na hesabu 1 2 3 4 5 6 7. Akaona minofu aliyoikata haijakamilika. Akaniambia, bwana mdogo, wewe umeshakula. Wewe umeshakula, kakae pale. Alafu akachukua na fimbo yake ndefu iliyonona akaiweka pale. Mwanangu alikula chakula, mimi naangalia hivi. Nilikula kabla. Alafu nikara kidogo. Mimi nilipewa kuchemsha, sikupewa kula. Kwa nikakosa vingi kwa sababu ya uharaka wa kula. Na zaka, nawaambia wapendwa, ni kama nawarudisha nyuma, lakini nawapeleka mbele. Mimi nimemuomba Mungu. Ili somo sijawahi kufundisha hivi, ni mara yangu ya kwanza. Tumepokea zaka kama kodi ya maendeleo. Inaletwa wakati wowote kwa muda wote. Maelekezo, kilichoua wana wa Eli, walikula nyama kabla ya Mungu. Ni nyama ile ile. Ni nyama ile ile. Lakini anayeanza kuchomewa moshi uende mbinguni ni Mungu. Halafu inayobaki shambulieni. Sasa sisi tunaanza kula ambavyo havijaombewa. Kwa unapoleta zaka, lengo ushikamanishe donge ulilobaki nalo na Mungu uliyempa sadaka. Sasa unakulaje sadaka ambayo, unakulaje mapata ambayo hayajabarikiwa? Hapo ndipo tunapopata mifuko iliyotoboka toboka. Sasa kaletwa mbuzi mzima, wanaanza kumchinjia Mungu. Kinachobaki kuleni. Sasa wewe unasema naanza mimi. Mungu anasema umemdharau. Sasa zaka itoleeni kwa wakati, ili zile mnazobaki kuzitumia ziwe na baraka za Mwenyezi Mungu
mnapoenda kuziwekeza zitazaa sana, hazitaliwa. Sasa wewe unaleta zaka, unasimama Jumapili hapa, hela uliokata zaka yani iko kwenye mzunguko toka Jumatatu iliyopita. Ndio shida tunakoipata. Zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Na mimi najiuliza, ninapoomba nakwama wapi na watu wangu wanakwama wapi? Mungu unipa majibu. Biblia hii ni pana. Kwa kama uliangalia neno kama lilivyo, wewe utatoa sadaka kwa wakati wote. Biblia inasema Ibrahimu alipotoka kumpiga Kadorohama, siku alipotoka, hakuanza kwenda kula nyara, hakuanza kwenda kufuga, hakuanza kwenda kugawana, alianza kutakatifuza kwa kutoa fungu la 10. Mfano wa tatu ni wa Yakobo. Alipotoka Badarani, alienda kutimiza kwanza nadhiri. Mwanzo 35 mstari wa 6 hadi wa 8. Anatoka na makundi ya ng'ombe, anafika katika nchi ya Beersheba, anaambiwa nenda mpaka Bethel ukatoe sadaka. Mwanzo 35 mstari wa 6. Naomba tusome kidogo. Basi Yakobo akafika Ruzu ulio katika nchi ya Kanaani, ndiyo Betheli, yeye na watu wote aliokuwa pamoja naye. Akajenga huko madhabahu, akapaita mahali pale Eli Betheli, kwa sababu huko Mungu alimtokea hapa alipokuwa anamkimbia ndugu yake. Kwa hapa tunaona Yakobo anajenga madhabahu, anatoa kwanza nadhiri. Nadhiri ya Yakobo ilikuwa inahusishwa mafungu ya 10 ya mifugo aliyokuwa nayo. Bwana akamfanyia kicheko Yakobo kama alivyomfanyia Ibrahim kicheko. Ilibidi Mungu amwambie, akamwambia, kwa sababu umetimiza nadhiri yako, uzidi kuongezeka. Hiyo ni Mwanzo 35:9 hadi 15. Na akamwambia, taifa na kundi la mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka kwenye viuno vyako. Kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo ukimwekea Mungu nadhiri, itimize kwa wakati. Kwa tunamuona mtu mwingine anaitwa Ana, mama yake Samueli. Alipoomba akaweka nadhiri, mtoto alipozaliwa akamaliza kumnyonyesha, hakuanza kwenda kumpeleka nursery school, alianza kutoa nadhiri. Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 21 hadi wa 28. Sadaka iliyochelewesha inaleta hasara kwenye maisha. Kitabu cha Mhubiri 5:4-7. Bwana anasema ukiweka nadhiri usikawie kuiondoa. Kwa mwanamke Ana anatoa nadhiri kwa wakati, na alipotoa nadhiri kwa wakati, Mungu alimfanyia kicheko, akazaa watoto wengine 6. Kasome kitabu cha Samueli wa pili mstari wa 1 hadi wa 5. Anaimba anasema, yule aliyekuwa tasa sasa ana watoto 6. Aliwapata wapi? Baada ya kutoa nadhiri. Ukitoa nadhiri kwa wakati, inakufungulia mlango wa baraka na mlango wa ustawi. Mtu mwingine wa 4 ni nabii Samueli. Alitoa sadaka kwa wakati. Nimesema wa kwanza Ibrahim, wa pili Yakobo, wa 3 Ana, wa 4 Samueli. Samueli wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa 5 hadi wa 16 anatoa sadaka kabla hajaenda vitani. Anamwambia Mungu, naweka sadaka hii langoni, ifanyike lango la ushindi, napoenda kupambana adui zangu, Mungu nifanyie kicheko. Akaweka sadaka ikaitwa Ebeneza. Ni sadaka inayoleta msaada wa kimungu. Unaiweka kabla ya, sio baada ya. Ukitaka Mungu akusaidie kwenye maisha yako, weka sadaka langoni. Ukitaka Mungu haingilie kati yako na maadui zako, weka sadaka langoni. Lango ukilifungua kwa sadaka, Mungu ataiangalia sadaka yako na atabeba haja ya moyo wako. Zaburi 20:7-8. Mtu wa 5 anaitwa Sauli. Sauli aliweka sadaka ya utumishi langoni, inaitwa robo shekeri. Wakati anatafuta hajui afanye vipi, akaweka sadaka ya utumishi. Hiyo ni Samueli wa kwanza 9:7-8 hadi 10. Anasema tunaenda kwa kuhani, tunaenda kwa mtumishi wa Mungu, twende na kitu gani? Akaweka sadaka langoni. Tazama na simama mlangoni na bisha. Kwa baba mama, lazima uweke sadaka langoni. Unataka kujenga nyumba yako mwenyewe, unataka kujenga nyumba yako mwenyewe, weka sadaka kwenye lango la ujenzi.
Unapoona tunajenga makanisa, kitabu cha Ezra sura ya 2 mstari wa 68 na 69 anasema alipoifikiria nyumba ya Mungu akatoa sadaka za ujenzi. Sadaka ya ujenzi inaposimama mlangoni inamfungulia anayetaka kujenga ajenge. Kama unataka kujenga kiwanda, kama unataka kujenga mifumo yako ya kiuchumi, lazima utoe sadaka yako kabla ya kujenga. Unamwambia Mungu, naitoa sadaka hii inifungulie mlango wa kujenga nyumba yangu mwenyewe. Watu wana mapagale, watu wana nyumba zisizoisha kwa sababu hazijawekewa sadaka mlangoni. Mwisho ni sadaka ya injili. Sadaka ya injili inawekwa langoni, kwenye lango la injili. Sadaka ya injili inawekwa langoni, kwenye lango la injili. Luka 8:1-3. Waliweka sadaka zao langoni ili Mungu awafungulie milango. Warumi 10:15. Unapotoa sadaka ya injili maana yake ni nini? Unamuomba Mungu akufungulie mlango wa mema. Ni mizuri kama nini miguu ya watu watangazao habari njema. Mabaya hayatakupata wewe wala uzao wako. Kwa nini? Kwa sababu umeweka sadaka langoni. Ndugu zangu wapendwa, niliyokusudia kuyasema nimeyasema, na niliyokusudia kufundisha nimeyafundisha. Ili Mungu akufanyie kicheko, zingatia hizo kweli 4. Swala sio kuomba, swala ni kuelewa nini cha kufanya. Sasa ninapohitimisha, naomba unielewe. Hii ya mwisho ya 4, usipoielewa utakwama. Unaweza ukawa mwaminifu, unaweza ukafanya kila kitu, lakini kosa likawa wakati wa kutoa sadaka utoi sadaka. Ukitaka Mungu atembee na wewe, toa sadaka zako kwa wakati. Usitumie mapato yako kabla haujafikisha sadaka yako madhabahuni. Unaweza kaona ni shida, lakini sio shida. Ni shida utakapoifanya shida. Usitengeneze shida ukawa shida. Sisi haturogi, sisi tunakwenda kwa kanuni za kiroho. Wengi mnafahamu mliokaa vijijini. Mimi nimekaa na bibi yangu. Bibi yangu alikuwa anatoka kwenye ukoo wa kichifu. Hatuwezi kula chakula, lazima akiivisha anamega chakula, anaenda kuweka nyuma ya mlanga ambao kulikuwa na miungu yake, anaigawia chakula. Kinachobaki ndio tunachokula. Namuuliza bibi, huyu anayekula huyu kabla yetu sisi nani? Akasema huyo ndiyo provider, Mgasha, Yehova Yire wa kimizimu. Akaambia tukila kabla huyu ajala, mvua haitanyesha, tukilima tutapata. Ili tupate anaanza kula Mgasha, halafu ndipo sisi tunakula. Waya wanaelewa. Hata pombe kiivishwa ya rubisi, huwezi ukadhubutu kunywa girasi, unaanza kupeleka kwenye nyaruju, ndipo unaenda kunywa. Kwa anayeanza kulewa ni mzimu. Wewe unalewa ukiwa namba 2. Ndio maana unaweza ukakaa baa saa 2 asubuhi mpaka saa 4 usiku, saa 5 na nyumba yani unapakumbuka. Kwa sababu anayekunywa yuko ndani yako. Ndio aliyeanza kunywa kabla hujanywa. Sasa na kwenye kabila lako si mambo yapo. Wengine mmezaliwa mjini hamjui. Sasa tunapowafundisha, tuna mahali tunapopaelewa. Kama hatukuweza kula kabla hawajara wazee, leo nakulaje sadaka kabla Mungu wako ajara? Hapo ndipo tunapopigwa teke la nyuma. Tunaanza kumpa Mungu provider, Jehova ile ndiye anayeanza kula. Inatamkiwa nenda katumie. Hata kwa waganga ni hivyo. Kwani ukienda kwa mganga kama anataka damu ya kuku, unafikiri anamzika kuku mzima mzima? Anamchinja kwanza, wanampa huyo jini au nani damu kwenye kizimbo, halafu nyama inayobaki wanaweza kuambia bwana ukutesti, bwana nenda na nyama yako, ambia mzee baki nayo. Kama umenielewa, mpe Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Sasa unaweza kaona kanisa, kwa sababu zaka na sadaka tunachukua kama makodi fulani, matokeo yake watu wetu hawaendi. Yaani kweli umetoa zaka, lakini mfumo wa blessings kwenye mzunguko ulishazunguka. Yaani umeshapiga circulation, umeshazunguka kabla sadaka haijafika. Ianze sadaka, nenda kazungushe, halafu taniambia aliyekutangulia hakutangulia.
Tanguliza Mungu. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, kuanzia leo naomba wewe uwe wa kwanza kwenye mapato yangu, kwenye mshahara wangu, kwenye kila kitu. Kabla sijara nifike madhabahuni. Amina. Makofi. Sasa tunakwenda kuomba. Inua mikono yako juu. Yoyote aliyezikwa toka tumboni kwa mama yake, namuona mwanamke aliyerogwa, wameroga watoto wako wakasema unazaa hasara, wamekuwa ni watoto wa kuhangaika, hakuna ndoa, hakuna kufanikiwa. Malkia wa kuzimu, piga kelele na waapisha kwa moto. Upo mko 7, mko 7, na waona, mnaniona, piga kelele. Saa hii ni saa ya kuondoka na kuapisha rango la kuzimu. Piga kelele, piga kelele, piga kelele. Mko 7. Kemea, kemea. Umerishwa, umerishwa, umerishwa vyakula, umerishwa, umerishwa zabihu za wafu. Leo zinaondoka. Orabakasaka, orabakasaka, orabakasaka. Inua mikono yako. Pambana leo, pambana leo, pambana leo, pambana leo. Inua mikono yako. Tunapiga leo rango la bahari. Piga, piga, piga kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu, kila madhabahu. Inua mikono yako. Inua mikono yako juu kabisa. Kuna mtu anaota ama umenyang'anywa fedha kwenye mikono yako. Piga kelele kwa jina la Yesu. Namuona mwanamume amechukua fedha yako mkononi. Kuna mtu ametunyang'anya hela. Kuna watatu. Ana fedha nyingi sana huyo. Kuna mwingine ulipewa mali za kurithi, walisema utazifanyia kitu. Unayo fedha nyingi lakini unanyang'anywa. Katika ulimwengu wa roho, namuona mzee, namuona mtu. Bado wawili tena wako huko. Mmoja ni mwanamke, umepewa mali ya kurithi, mali ya marehemu. Walijiapiza ndugu zake marehemu kwamba hutaifanyia kitu, kwa wamekunyang'anya kila kitu kupitia mlango wa urithi. Piga kelele na kuapisha kwa moto wa Kristo Yesu. Tika katika jina la Yesu. Walijiapiza, apati mali, wamejiapiza. Mali zote za nini tumpe? Inua mikono, mali yake inarudi. Naomba inua mikono. Mimi nafahamu na tukiomba gorofa lake inarudisha. Inua mikono yako juu katika jina la Yesu. Nimepewa mamlaka juu yako. Mikono yako hii itamiliki. Mikono yako hii itamiliki. Toka, achia kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Magari mliyomnyang'anya, magorofa mliyomnyang'anya, yote nayarudisha mara 7. Fiatuka, hamtayatumia. Kwa jina la Yesu, mali yako toka, achia kwa jina la Yesu. Mali yako inarejea uliyonyang'anywa katika ulimwengu wa roho. Fiatuka, achia kwa jina la Yesu. Toka, achia. Ina mikono. Yuko rika maka sakaba. Mali yake irudi mara 7 kwa jina la Yesu. Mali yako walioichukua kwenye mikono yako, kitu cha kurithi, walisema utaifanyia kazi mali. Inua mikono. Kuna msichana hapa, inua mikono. Kuna msichana hapo, ulipata mtu mchumba. Inua mikono. Na alikupa na zawadi, lakini hakuwa mtu sawa sawa. Utakuwa umeshaolewa, yule bwana akakufunga. Fiaka kwa jina la Yesu. Toka, itika kwa damu ya mwana kondoo. Inua mikono, inua mikono. Mpe Bwana makofi ya shangwe. Sikia habari njema yenye
Askofu mkuu wa makanisa ya Christos Assemblies of God Kijichi jijini Dar es Salaam, Mchungaji Florian na Rachel Katunzi akukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi kila Jumamosi kuanzia saa 10 kamili za jioni hadi saa 12 na kuanzia saa 2 kamili za usiku hadi saa 4 ni ibada ya maombi. Na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Maana Bwana asema katika Zaburi 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Ni ndani ya kanisa la Christos Assemblies of God Kijichi jijini Dar es Salaam. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa mchungaji Katunzi utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Karibu Faith Pre and Primary School, elimu ya awali na msingi. Shule inafundisha kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Shule inayomwandaa mtoto wako kwa ajili ya maadili ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Shule ina usajili wa namba EM 1996. Mlete mtoto wako apate elimu bora na malezi bora kwa gharama nafuu sana. Usafiri unapatikana kwa maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam, na usafiri huu ni kwa hiari, si lazima. Hivyo utalipia kutokana na eneo husika unalotoka. Shule ipo Mtoni Kijichi, Kinega Street, jijini Dar es Salaam. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo: 0767516191. Mlete mtoto wako Faith Pre and Primary School kwa elimu bora ya mtoto wako.